Wapendwa Wakongomani, acha kwanza tuongee kuhusu nchi yetu, sababu walisema tuko na demokrasia, tuko mdemokrasia na wala tuna demokrasia. Lakini kama wanatuambia tuna demokrasia, hawataki tuseme Kongo yetu kweli itakuwa yenye majanga ambayo yaani watu watazaliwa, watakuwa wanakomaa, wanazeeka, wanakufa, vita havitaishaka. Basi Wakongomani tuamke, tuwe tunaongea, tuamke, tuwe tunaongea, tusiogope. Tuamke, tusimame, tuongee. Kila mtu na mawazo yake ambayo anajisikia yeye nayo ayaseme, na oneshe sura, hapana kuficha uso. Onesha uso wako, sababu wakuone. Watakapokuona watajua kama ni huyu. Yaani watu wafie nchi yao kabisa, kweli kweli. Watu wameshakufa sana, watu wameshakafilia nchi sana, na wataendelea kufa, na hawa ambao kwa wanauana nao wako wanakufa pia, na watakufa pia, na wengine wataendelea kupona sababu ya kutetea nchi yetu. Nchi yetu kila siku watu wanakufa. Nchi yetu kila siku watu wanakufa. Watu wanakufa kama zaidi ya 100 na kitu kwa siku. Na ni wapi hapo ambao tunakufa hivyo? Ni Kivu yote mbili, ndugu zangu wapendwa. Hii Kivu yetu inaonewa mpaka kumwisho. Inaonewa mpaka kumwisho. Na promoter wa hiyo yote vya vifo hivi vya nani ni a partir ya gouvernement yetu, tete za gouvernement yetu, a partir ya Chilombo Tshisekedi Chilombo, Kamere Wakaningi, pamoja na Kabila Kanambe. Hawa watu watatu, ndugu zangu, ndo wadui wa Kongo, ndo wadui wakubwa wa Kongo. Tena wale ni marafiki, nawaambia, wale ni marafiki wakubwa sana, wala wasizidi kutudanganya. Kijeshi ambacho tunatumainia kama ni kijeshi chetu FARDC, kijeshi cha FARDC njo M23. Yaani mkijeshi cha FARDC waligawa tu wakatia M23 sababu wa distraire wa Kongomani kama ni terrorist. Bala ilikuwa terrorist ni majeshi ya Kongo. Ni majeshi ya Kongo ambayo waliomba misaada kwa wa Rwanda, sijui wa Waganda, wa nani wawasaidie kupigana na waraia wa Kongo. Na hiyo raia ya Kongo ni ya wapi? Ni wazalendo. Hasa wakafanya strategy yao wamuteue Tshisekedi, sababu Tshisekedi kwenye maeleksio hakupitaka, hakukuwa hata na kitu cha kusema eti huyu hata wala watano, tuseme tu watano, hata kwa 10 hakukuwaka. Lakini akawa wa kwanza sababu walitumia nguvu zao zenye ambayo wanajua gisi walivitumia a partir ya makoro ambao wamesinye avant 2018. Avant 2018 wamesinye kabisa makoro ambazo Tshisekedi hawezi enda kinyume nazo, na kuwa president angezikatalaka, hangekuwa president, hangekuwa rais wa Kongo. Lakini sababu amezikubali, ndio maana Tshisekedi sasa hivi anatusumbua na madiskuru zake za bongo, madiskuru masongere. Kila siku ni madiskuru zenye hazikatiki. Vifaransa vya mrefu, watu wakamuona kama huyu kabisa, huyu ndo anastahili rais. Lakini siko na machafu makubwa, ni mnene, watu wakaona kabisa huyu ndo kabisa anastahili rais. Lakini ndo mwenyewe kuna tuponda kabisa ule bwana Kisekedi, Kabila na huyu nani na Kamere. Hao watu wanatuponda sana. Waona mbele siku kwenye Tshisekedi ameingia kuwa rais, Nanga amemfanyia kampanya, anamaliza kumfanyia kampanya na anamuambelire
lakini baadaye ikaja kuonekana Nanga akafika akajifanya anakuwa adui yake, akaenda ingia mu M23. Unaona kama hiyo ni nani gani? Lakini Kongomani, kama mna akili kabisa, kama tuna akili, tutaweza ona kama hiyo ni kitu gani. Unaona, yaani vitu ambavyo wako wanatufanyia ambavyo haviko vizuri ni viongozi ambao hawana santima na raia wao. Yaani ni viongozi ambavyo havina hata santima. Unaambia tangu pei ianze kufilia watu wanakufa kwenye nchi. Watu wanakufa kama milioni na mamilioni, lakini hawajisikie kitu. Wakongo wako wakimbizi kwenye nchi zao, tena wanawafuata tena mule makambi, tena wanawaua, lakini gouvernement haisantiri kitu. Yaani sijui kama ile mali watu watatu kama ni waende kama ni watano wakule Kongo nzima kila siku, mataksi manini kila kitu wakule wao, maminere mavitu gani kila kitu ni wao, watu tano tu wagawegawe tu wote miaka yote, na kuendelea tena kuua watu. Unaona kabisa Wakongomani, mnaona hiyo hali koje. Na mimi nawaambia Tshisekedi asidanganye watu tena. Yaani Tshisekedi ameshaonekana kama yeye ndo facilitateur wa balkanization mkubwa sana kuzidi hata Kabila Kanani, kumzidi. Na bako wanatudistere Rwanda ni adui yetu. Rwanda haiko adui yetu. Wao ndo wako wanamuleta Rwanda. Wao ndo wako wanamwambia Kagame awasaidie kupigana na wazalendo. Yaani wewe rais mzima, dini ambayo mlikuwa rais mustafu na pamoja na rais actuel, watu ambao wanajua, wanasema walisoma, lakini akili zao hazifanani kama wamesoma. Yaani hawana santima na raia wao. Na narudia tena, watu kabisa wanavaa makoti, wanavaa na kravati, wanasimama mbele za watu, wanawadanganya, baadaye wanawaua. Uko nasikia Tshisekedi mtu uko nasema siku nasikia tu mtu mmoja mkongomani anakufa. Siku nasikia mkongomani mmoja anakufa, wataniona kama niko nani. Na kesho asubuhi wakongomani 100 wanakufa. Sasa ndugu zangu, wao mjiulize kama huyo hapa ni baraisi, ni viongozi au ni vitu gani? Wale sijui, yani kama ni vitu vya watu habana tana ni, yani hawana hata ule uzalendo. Hawana kabisa patrioti, hawana. Tena wanaendelea kutudanganya. Sababu wenda waweze kutuiba tu, waibe tu Kongo tu, lakini watuambie ukweli. Wataweza kuiba Kongo, wanaiba. Mbona Mobutu alikuwa anafanya Kongo sana itaka, lakini watu walikuwa na amani tu, na watu tunamuelewa tu mtu anaibaka Kongo, lakini watu wako na amani tu. Sasa hivi watu tunalia nini? Tunalia tu amani tu. Amani ndio watu tunalia tu basi. Tunalia watu watembee, wawe huru. Bila ile maana ndio kuna cree ile ambayo kuna cree ya nani ya vikundi vya nani vya wasiwasi, waviache watu wakwe uhuru, waibe kisi wanataka, lakini watu achie tu uhuru, tuikale salama. Kisa kita hata tudanganya mpaka yani mpaka watu wamuelewi tena. Ndio maana nilikuwa sema hivi, wale vile vikundi vya nani vya wazalendo kama vile nani mzee ya Kutumba Ngoma Nzito na yule wa Mwenga ule. Sasa hamwezi kujiunga ndugu zangu, hamwezi kujiunga mkafanya kitu fulani, basi ile Uvira na Fizi na Mwenga, basi muikamate, basi tutoke mwa matatizo. Sababu mkikuwa mnakatala
mkikuwa mnajiunga ngo ku Kinshasa. Kinshasa ni M23. Sio na ile Kongo yote. Kongo nzima kuanzia nani Katanga. Ile yote mpaka Kinshasa kule kote Mabandundu, Equateur, wapi mpaka nani kote ile ni ya M23, ni ya Pakisekedi ile yote. Sisi tushakuwa excluded kabisa mwanani. Yaani hapo tunapesha kwa tujue kama siye ndo maadui nani wao, ndo maadui ya sisi. Ile nani tatu na kuanawaambia pale, ile province Sud Kivu na Nord Kivu na Mwenga. Yaani baishaka tu exclure zamani. Bali wanapenda tu kuwa na tuwaua tu watu danganye tu. Naona. Bali kufanya nguvu ni kufanya kuunga nguvu sana. So FARDC haina nguvu. FARDC haina hata nguvu hiyo hata moja. FARDC ni bali ndo wale bote ba M23 wale bote bale. Haingekuwa Kagame Rwanda iko na wasaidia pale. Kama habakuwa na nguvu yoyote. Na ndio maana nasema kama Rwanda haikuwa adui yetu, ndugu yangu. Adui yetu ni Kongo, sababu Mkongomani yule Mkongo ambaye tunamwamini kama ndo adui yetu. Sababu ndio kwenda kumuita Rwanda mtusaidie, sababu hatuwezi wale wazalendo bila mweye. Na Kagame naye ni mtu mwenyewe aliforme kijeshi chake wakati aliingia alikamata Rwanda. Kwanza amefanya nguvu yote ate amani, sababu alipenda Wahutu na Watusi waishi pamoja. Ndio aliwezea ile Rwanda. Alipenda Wahutu sababu marais wa zamani walikuwa wa tribal. Wote walikuwa wa tribal vile. Basi Kagame wakati aliingia akawa mtu mzuri, akapenda Watusi na Wahutu waje pamoja, wapendane. Kwa jinsi Mobutu alikuwa anasema yeye hataki kusikia makabila. Ndio naye Kagame akafanya hivyo. Sasa watu wakatulia. Walipotulia akapanga kijeshi vizuri sana. Akatuma majeshi yake mbali, wakajifunza, akafanya kama soko. Kagame akafanya kijeshi chake kama soko. Ukimuomba akusaidie, anakusaidia kabisa. Unaona? Sasa watu hawakuwa namuelewa Rwanda, watu hawakuwa namuelewa Kagame. Wanakuwa nafikiri Kagame ni mtu ambaye yuko Mkongo kwa kuonea Kongo. Hapana, yuko Mkongo kwa biashara. Bale bashefu wa Kongo wakabila bananga banani ndio wanakuwa na muita awasaidie. Sasa nao wanakuwa na tu distraire. Rwanda ndio adui yetu. Sasa kimwambia Kisekedi sasa atoke, anakatala stoki. Unaona? Na ndio maana siku Rwanda tatoka tu Mkongo, mwambie tu Rwanda atoke Mkongo. Rwanda adeside au mkorokoro Kagame asema mimi natoa jeshi yangu Mkongo sasa apatilia leo. Na kuambia Kongo wale wote bakabila banani hawatakuwa na nguvu hata hiyo amoya. Na wale wa Uganda wote banakuwa nyuma ya jeshi la Rwanda. Naona. Bale ndo ile Rwanda ni ba mercenaires basaidizi ya hii makundi ambayo tuko nayo Mkongo. Hiyo yenye sababu Kisekedi hiyo kundi yao ya M23 ndo kundi yao kubwa sana ambao uko nayo, ambao wanajivunia Mkongo, lakini uko napigana na raia wa Kongo. Sasa kama nyenye pale wazalendo, kama mwangalie vizuri pale watu wazunguruka pale, ni fasi sana kuwazunguruka. Naona ni fasi sana kuwazunguruka. Batawazunguruka pale, batapika tena pale Uvira, unakata Uvira yote mpaka kule mtakosa mtakimbilia mapori. Mkimbilia mapori mnakuwa tukirebeli tu kwa mapori tu, na wako wanachuma hela. Wako wanachuma kila kitu. Na people yenu na wakie kuna ngamia tu kwa sababu ya wale watu watatu. Watu 4 kama 5. Unaona? Yaani inafaa kuunga nguvu pale. Sababu pale watu walikuwa pale watu wa Mwenga, watu ya Kivu zote mbili, watu wakijiunga tu vizuri pale, watu mnakamata ile kipande, mnajisema bwana sisi tunakamata hiki kipande. Mtakuwa ndio kupigana ya kweli sasa, sababu mnakuwa na jina, mnakuwa na objective. Unaona? Yaani mpaka sasa hivi wazalendo wako napigana tu, hawana objective. Wako nasema wana defendre population. Sasa mna defendre population, tufikie wapi?
Sasa wakati depuis mlianza ku defendre population, si tunaitika ndio. Tunaitika kama muna defendre population, hakuna cha kupinga. Sasa objectif yenu mpaka mfikie wapi? Sababu vita iishi. Sababu wenzenu wako na kamata mainchi ndio siku zinawasaidia. Sasa mwe mko na asona hapo mnafunga pale. Mnafunga miaka ngapi mtakia sikia tena mnapigiwa pale, mnakimbia mapori. Sasa itakuwa kugomboa na pale mtaanza tena kupigana juu mbatoto tena Uvira. Mtoto tena Uvira ushakuwa na ile nguzo ya kuanzia Goma, Bukavu mpaka Uvira yote mzee mpaka wapi Dukongo mzee washakamata. Na hapa FARDC mko nabo. Baada hapo ndio badui yenu. Bali ba FARDC ni ba M23. FARDC ni M23. Mtasikia tu siku mtapigwa pale, FARDC tajiunga pale mpaka mtashangaa. Balikuwa na tama army wakasia pale Goma. Bakatita madrone, siji mandege, mabitu gani. Bakwasia pale Goma. Kumbe ilikuwa plan ya Tshisekedi kubaletea maminisio pale Goma, baki kupiga nani? Baki kupiga ile Goma yote na Bukavu na Uvira. No. Baraisi bazima, gouvernement nzima iko napigana na raia, sasa abasikata aibu. Gouvernement iko napigana na raia, abasikata aibu. Hiyo ni aibu sana kusikia tu gouvernement mzima iko na taba soda wapi kwa kupiko kuwa tu raia baba. Sasa kwa mfano wewe wewe kama ni Kabila, kama Tshisekedi, mko mnafanya mnajiunga, mnaleta watu ba étranger kupigana na bazalendo. Amsikata na aibu kweli. Kijeshi cha Kongo kiko wapi? Sababu mnajua kama kijeshi cha Kongo hakina hata nguvu hata hii moja. Mnaitia bazalendo banani mainchi ya ajabu, mainchi kama 5 zote ziko pale kujua ya bazalendo. Tuamsikata aibu. Jeshi la raia, raia tu ndio mko nataba sudabu vile tu. No. Yaani aibu sana kabisa Kisekedi. Kisekedi ni mtu ambaye ni mtu ambaye mnapisha kumjua kama ndio mwenye iko na balkanize Kongo. Kama mjua. Kisekedi ni balkanize wa Kongo wa kwanza. Na ndio ile makoro nyeri alikuwa anaenda kufanya. Pardon. No. Na ndio maana mnapisha kujua kama basi distraire wa Kongomani. Eti mtafute adui mbali, na adui yuko mule pale ndani ndio kwenye iko. Naona pale ndani. Mtu mwenye alikamatisha Goma na Bukavu, wanakata mtu pale Uvira. Unaona kama ni strategy gani? Naona. Strategy gani unafanya? Na banya mrenge mulisha baitika kama ni Kongomani. Sasa adui yetu tena ni nani? Adui akona tena adui. Sasa Rwanda iko pale komisionere tu. Na Rwanda ana tatizo na Wakongomani. Sababu nilioka siku moja kuna siku moja nani Kagame alipatiaka bwana Wakongomani ma nationality kwa mwanamke mmoja alikuwa na dialia pale, bwana yake alimuacha. Bwana yake ni Mnyarwanda. Na yule mwanamke alikuwa Mkongomani. Bwana yake alimwacha akamkimbia akamwachia watoto. Sasa lakini Kagame mwale kikundi alikuwa kama ni mtereko anafanya nini? Ule mwanamke akasema pale, Kagame akamwambia mpatie nationality. Nani? Sasa lakini sasa mko mnatuko tupia mbali sana mawazo, tuchukie Rwanda na huko chini biko natupora bopeki. Naona na Willy Ngoma anasemaka ukweli. Willy Ngoma anasemaka bejima tulitiaka maarme ni hapa ba FARDC. Anasema kweli kabisa. Naona Willy Ngoma anasemaka badabudisaka hivi banasema kama mko aliye na Rwanda. Aseme hapana, sasa ile maarme mnatoa kwa pesa ba FARDC wanatuleteaka. Naona. Na ni kweli. Na ukiona kama wakati uko unapigana FARDC inatupaka mabombe tu mamilima tu. Haitupaki hata fasi yote. FARDC hata wakitembea na ile ndege wanaleta ya Kongo ya kuwapatia ya kwao.
Bajifafa wanatembea tembea huko na wanarushisha mabombe, wanarusha tu mwale miti tu. Hapa rusha sema anapigana kabisa. Hiyo ni kweli. Napasha kwa ukweli unapasha kusemewa. Hapa pigana yake hata kupigana inakuwa ni bongo tu unakuwa na distress. Basi ndio wakitaka enda kupigana kweli kweli wakiwatia mbele ndio kupigana wanawaambia warudie nyuma. Jao gani wanajua kama baada ya mdo unakuwa unasonga mbele. Banabema mainisio wananua chakula. Na ndio bana nani Wilingo Masiko asema kama tasiba za Reno ni wafuta banki. Wilingo Ngoma anasema hivi. Sababu gani? Anajua kama bani ni batari. Bawasaenda hawata baziwia achana wale wafuta banki. Na wao ndio bana wafuta banki sababu wao ndio kuna tesa watu. Unaona? Kwa tesa watu. Na ndio maana bazalendo mwe mko na nguvu kuwazidi wale wote. Na kama kwa tafuta zile mainchi zote wapiganishe mwe sababu wanajua kama mna nguvu. Na kama mko mnatukanwa majina yote majina tawa mtu mwenyewe asha kushindwa anapasha kutukana ndio anataka. Nilikuwa naomba wazalendo mujiunge mufanye nguvu moya. Muwapige wa FARDC awe biko karibuni wa FARDC mbanyanganye mabunduki zote. Yaani mbanyanganye bunduki zote. Bale hapana hata nguvu hata moya. FARDC kwanza kuna makomanda. FARDC iko na komanda wa wapi? Bakomanda wa FARDC habako forme, habajui kama vita ni nini, habajaendaka fasi yoyote. Kitona ndo wapi? Kitona ni wapi? Kitona pa ni wapi? Kwa hiyo wanakoka forme pale. Wanataka kama ni kamzungu kwa mwaka wapi kana kafaa pale. Yaani ndo Kitona tu. Kitona. FARDC haina hata nguvu. Na wale wa general si wa general ni bakaporale, hakuna hata general hata umoja mkongo. Hamuna hata general umoja mkongo. Kongo haina hata general huyu umoja. Sasa useme ndo general. Kwanza Kisekedi aseme ndo mnani chef hakuna kwanza Kisekedi na wengine wote wa general batini bote hakuna hata umoja tuko naye. Kongo iko vide. No, Kongo iko vide. Na ndio maana nyinyi wazalendo ndio jeshi la Kongo. Wazalendo ndio jeshi la Kongo. Mjiunge kama kuna uwezo, mjiunge, mfanye mkamate pale kote, mseme bana ndio nchi yetu au ndio tunakamata hapa. Mtengea mazungumzo, mtagabulika pamoja, mtakuwa mtengea mgouvernement, mtafanya kila kitu na mwe ndani mgouvernement. Kutakuwa solution mle mgouvernement. Sio mkokoto wa bazalendo tu hapana. Mnapasha mfanye action moja ambayo itawafanya mujiunge na gouvernement. Baba kalife na mwe mgouvernement. Muombe ngambo ya silaha. Mchukue pale ngambo za marme. Naona? Ile ilikuwa ni mawazo ya kwangu. Au mkishindwa, kama mnaona kama mnashindwa, basi muache, muache kabisa. Kama mkiona kama mtashindwa, mtaweza kufanya hivyo, kisi nasema muache kupigana. Mtaona kama mkiacha kupigana hivi tano mtaisha, sababu mwende mko napigana mweye. Mjifanya tu sewane tagia ndio sewa maimai tunashindwa Kongo tuikale. Utaona vita vitaisha sababu M23 haitapigana kana nani na FARDC. Mtaona mnafikiri mnaisha hivi vita. Naam. Sababu wale wa M23 hawagopaki FARDC. Na watazaipiga tu siku moja wanafika na kamata Kinshasa. Naam. Wala wanakamata sehemu ambao walisikiliza sana makoro walifanya. Kama wataishia Lubumbashi, kama wataishia hiyo wataishia Katanga ndoko walisikilizanaka basi watafika na paingia haraka sana. Sasa batu wenye mnajua kama FARDC haiko kitu. Iko na waongoza sababu gani? Mko nafuata commandement ya FARDC sababu na komanda wa FARDC hakuwaki. Na mwende mbambie kama Salomo alisema hivi, hakuna soda mnani FARDC haina komanda hata umoya. Naona? Hamuna hata komanda umoya mu FARDC. Naona? Lakini mimi nakalifia kama wazalendo ndio wa soda wa Kongo wakijiunga tu vizuri wataweza kufanya action moja nzuri. Lakini kama mnaona kama mtashindwa basi acheni vita, watu wasife sana, sababu watu wako nakufa sana sababu ya hizo mavita ambao mko wanafanya pale. Watu wako nakufa sana tena sana. Na kila siku wazalendo wanakufa,
kila siku sijui wanani wanakufa, wa FARDC ambao wanajitolea, wale wa soda wanajitolea kwenda kupigana, sema ipo na komanda, kumbe ni komanda wa M23. No. FARDC yote iko napenda kupigana, iko napenda kufanya action, iko napenda kupigania nchi yake. FARDC sababu iko nafikiri kama ndio napigana, kumbe haipigana, iko napigana na M23, iko napigana na M23. Na M23 mara mingi sana ni Wakongomani. Na mwe tena ba FARDC ni Wakongomani. Mko mnauana tu nyinyi kwa nyinyi tu. Hivyo miaka yote mnauana nyinyi kwa nyinyi kwenye kila miaka yote. Na kila miaka yote. Nisema hivi kama Rwanda ni mercenaire, ni iko sokoni. Rwanda iko sokoni. Iko na luwe wa soda baki kubaluwe. Iko sawa ile modele gisi ba jouer wao wanakuwa luwe na mainchi fulani. Naona sababu Kagame iko mainchi mengi sana, kwa mainchi mengi za Afrika ambayo Kagame iko ndani. Naona sasa bako wanamuita. Naona hawezi katara sababu yeye anajua kama na kijeshi mbali aisha kiforme vizuri, na kile kijeshi yake ndio kinampatia hela, ndio kinamfanya Rwanda iendelee. Naona na benye kuna muita ni bale benye nchi. Unafikiri kama kwa nchi ya Kongo haimwiti Kagame angekuwa Mkongo? Angekuwa Mkongo. Na ndio maana tuache kwa tudanganye sema Kagame ndo adui yetu. Adui yetu ni Mkongomani yeye peke. Naona adui yetu ni Mkongomani. Unafikiri kama ilikuwa ni kweli kabisa kama Mkongomani Nyarwanda ndo adui yetu, angeshindwa kutoka pale? Hawezi kushindwa. Sababu kwanza FARDC kujiunga na wazalendo tupigane na Rwanda. Rwanda hawezi resiste na Mkongo. Kwanza Kagame angefanyaka hivyo. Naona sababu anaona kama kichwa ndio kinamuita. Hawezi kusakuja zile apate nani mikataba yake pale. Na ndio maana adui yetu sio Mnyarwanda. Na adui yetu ni Mkongomani, ndio Kongomani wale wanajiita Kongomani, lakini wenyewe wana masusi. Ndio adui yetu. Unaona? Ndio adui yetu wale. Kisekedi muulize mzuri Kisekedi. Wazalendo kama na namba zake za Kisekedi, uliza Kisekedi tuambie ukweli. Nanga tuambie ukweli. Wewe ni adui wa Kisekedi kabisa kweli, wewe ni adui ya Kisekedi? Kabila Kanambe, wewe ni adui ya Kisekedi kabisa, tuambiane ukweli. Kabila Kanambe, wewe ni adui ya Kisekedi au sio adui ya Kisekedi? Au mkienda kule kuna nchi ambao mnadanganya watu waseme mnaenda kuongea, mnaenda kusikilizana, kama mwende amkunyagi soda fast mwa mnacheka, mnakula, mnashiba, mnafurahi. Tunakomesha Kongomani. Sasa lakini kweli kabisa Kabila, Tshisekedi, Chilombo, Kabila Kanambe na Nanga kabisa, mkikuwa fast mwa mnaikaa, mnaona kabisa kama benye mko mnafanya kabisa kama ni vizuri kabisa kumaliza watu kabisa kweli. Unaona kabisa hiyo ni mali ambayo mtaibeba mtakufaka nayo kweli. Amjui kama umri wenu uko unaenda, mtakufa sasa hivi tu. Mtakufa sasa hivi, miaka inaenda, miaka mtazeeka, mtakufa. Amjui kama mtakuwa pini kabisa kwa macho ya Mwenyezi Mungu kweli. Amjui kama mtakuwa pini kweli mbele ya Mwenyezi Mungu, na hiyo mbali mtaiacha. Mkwe watu ambao mkwe watu ambao munasikia uchungu na munapeleka responsibility, lakini hamna uchungu. Hamna uchungu wa utu, hamna utu kabisa kusema eti kama sisi tunapeleka responsibility ya watu milioni na milioni, lakini hatuna uchungu. Hamjisikiagi hata kitu fulani ndani ya moyo wenu kweli. Yaani kweli nawaambieni kama mnaona kama mtaendelea kutesa Kongo hivi, mko mnajua kama Mungu ambaye aliumbaka dunia na hiyo Kongo yupo, hajafa, yupo kabisa mzima na uzima wake. Msiwazi kama nyinyi ndo wa Mungu wa Kongo au wa Mungu wa dunia. Jinsi Kongo ilivyoumbiwa, jinsi plan ya Mungu sasa aliweka, hamujui nyinyi. Unaona?
nasema na Tshisekedi Chilombo, Kabila Kanambe pamoja na Kamere na Nanga, watu 4. Hawa nyinyi watu 4, kama mnajua kama Mungu yupo, nyinyi mkiingiliwa na malaika wa Mungu wa huruma ya Mungu ikiwaingia ndani yenu, hiyo Kongo itakuwa na amani ya ajabu ya kudumu, na mtakuwa marais wetu, hatutawakataa. Mkiingiliwa tu na Mwenyezi Mungu, mkijisikia tu siku moja kama mnatesa Kongo, muombe Mungu, Mwenyezi Mungu huruma, mwambie Mungu, sisi kwanza leo tunaacha Kongo huru, tumetosheka na vitu ambavyo tumeshachukua Kongo. Tumetosheka sisi 4 hapa, tumetosheka na vita itaisha Mkongo. Sasa kama ni wale wazungu, kama ni watu gani, bote mtamwambia stop, sisi tumechoka sasa. Najua vita mwe watu 4 tu, mkideside kusema tumalize vita Mkongo, vita itaisha sasa hivi bila tatizo. Mko najifanya kujikondane, mnafanya makondanasio ya bongo, watu tunamkondane Kabila. Kwanza iko na cheka Wakongomani, haiko na mcheka hata Tshisekedi. Iko na cheka Wakongomani, wazalendo ndio kuna cheka. Wala utaza kumkondane shefu wako. Naam. Ukasema wanakondane Kabila, wanamkondane Kabila. Wanamkondane Amor Kabila. Kabila ni mtu wako. Yaani kwanza ndio ataza wakondane yeye. Yaani kudistress Wakongomani tu. Msiku ngapi hapa utamwona Kabila na kwa tu vizuri tu. Iko hapa anaenda kama ni wapi, anaenda kwa iko tembea tu vizuri. Na Goma ishakuwa kama inchi tu, kwa ambassador iko nakuja pale wanatembea wanarudi. Ya ndio maana nilikuwa nataka kupana hiyo conseil. Kama mnaona mwezi wa 4 mkijisikia muokoe nchi ya Kongo. Kongo nayo irespire. Miaka mingi nchi zingine ziko zinaendelea, lakini sisi tunaokia pale. Nchi zingine ziko zinaendelea, Afrika iko inaendelea sasa hivi, lakini tunaokia pale sauti ya watu 4 tu. Na ndio maana Mungu akiwaingilia ndani, na tutazidi kuomba Mungu akiwaingilia tu ndani, mtamaliza hiyo vita. Sababu hiyo vita ya Kongo yote iko mikono yenu. Na hizo damu zote ziko zinamwangika ziko mikono yenu. Haziko mikono ya Kagame wala haziko mikono ya bazungu. Biko mikono yenu, sababu ndio bichwa. Kama wale bazungu wako pale, mwendo mnabaita. Kama Rwanda iko pale juu yenu. Na ndio maana nyinyi ndio kila kitu. Mzalendo ni wakwambia tu mzalendo tukale fasi tuongee na mambo yanaisha. Na ndio hivyo naambia, lakini kama sivyo basi Mungu atajua atawatendea nini. Mungu ni mkubwa sana. Lakini nawaomba mtusikilie huruma jamani. Mtusikilie huruma, watu wanakufa sana. Watu wameisha kuwa mayatima, milioni na milioni ya Wakongo ni wayatima. Dunia mzima hivi iko na Wakongomani. Mkongo mko ba refugee milioni, tena sie bakivu tu pale na Mwenga. Amtukilie kweli huruma. Basi Mungu aibariki Kongo leo na siku zote.